Aliwahi kuwa Miss Tanzania na mkuu wa wilaya ya Kisarawe Joketi Mwegelo leo amewakutanisha wanafunzi kutoka shule ya Joketi Mwegelo Secondary School ambayo hii ni ya wanawake kutoka pale Kisarawe, zaidi ya 110 hapa Mikocheni jijini Dar es Salaam katika taasisi ya Spam Park, ambapo hii taasisi inajihusisha kufundisha kwa vitendo. Wanafunzi wamehudhuria hapa, wameweza kujifunza vitu mbalimbali ambao wanasoma masomo ya kisayansi na michezo mbalimbali wameweza kushiriki hapa, na haya alikuwa nayo kuzungumza Joketi Mwegelo pamoja na wanafunzi namna ambavyo wamejifunza kwa siku ya leo. Tumekuja hapa STEM Park ambayo huu ni mradi chini ya Project Inspire. STEM Park ni kifupi cha Science, Technology, Engineering na Mathematics. Na tumeungana kupitia taasisi yetu ya Kidoti Foundation na wenzetu wa Project Inspire kuwaleta wanafunzi kutoka Kisarawe, mkoa wa Pwani, takriban 110 ambao wanasoma masomo ya sayansi kutoka shule ya sekondari ya Joketi iliyoko kule Kibuta. Tumewaleta hapa wajifunze nje ya darasa. Mimi ni muumini wa vijana, hususan wanafunzi, kujifunza ndani lakini pia nje ya darasa, kwa sababu nje ya darasa kuna zile social skills wanazijenga, lakini pia wanaweza kuput to test mambo ambayo wanafundishwa darasani. Na park hii ni park nzuri ambayo imetengenezwa mahususi kwa ajili ya vijana hawa wanaosoma masomo ya sayansi, ambao wanapenda haya masomo ya sayansi, lakini hata sisi ambao unajua uzuri wa sayansi, tuko kwenye ulimwengu wa sayansi na teknolojia, ulimwengu wa kidigitali, ambao wanayasoma ni tunasema tunachoishi sisi sasa hivi ni application yake. Kwa hiyo ni muhimu vijana kujifunza haya masomo, lakini wakapata motivation ya kuendelea kujifunza haya masomo ili haya masomo yaweze kuja kuwa na tija kwenye maisha yetu ya kila siku. Pengine hili zoezi linaweza likawa endelevu? Inaweza kuwa endelevu, na uzuri hawa walishafanya vipindi vya nyuma bootcamp ya sayansi kwenye shule, na leo sasa ni mwendelezo ukawaleta hapa. Kwa bahati mbaya ile shule na wanafunzi zaidi ya 1000. Kwa bahati mbaya eneo hili kwa sababu ya udogo wake hatukuweza kuchukua wanafunzi wote 1000. Kwa hiyo Mungu akijalia tutakuwa na session nyingine ya kuleta wanafunzi. Kikubwa kama nilivyosema pale awali ni vijana wetu waweze kujifunza pia kwa uhalisia wake. Hapa wamekuja kujifunza mambo practical. Mambo practical kabisa. Kila wanachofunza kwenye vitabu, wanachojifunza darasani, leo wanakiona kwa uhalisia wake, wanaweza kukitest, na zile nadharia ambazo wanafundishwa darasani wanaweza kuziput to test na kuona application yake. Kazi zako zinaonekana unapofanya, watu wengi wanafurahia. Ulipokuwa mkuu wa wilaya ya Kisarawe umefanya vitu vingi sana, na kimoja ambacho kitaacha alama na kitaishi milele ni hiyo shule ya Joketi ya sekondari ya wanawake. Je, kuna chochote unaweza kuambia Watanzania, kwa sababu tumeona umejitoa kielimu, umeanzisha shule, leo umewaleta hapa kujifunza vitu kwa vitendo na michezo mbalimbali wameshiriki. Je, kuna kitu ambacho umekipanga kwa ajili ya vijana hasa wanafunzi? Of course kuna mengi tutafanya kupitia hii taasisi, na leo tumetease tu na tunasema tunaika ulimbi yetu, ndoto zao wajibu wetu, ambao tukianza kuiunpack watu wataelewa. Lakini mimi ni muumini kwamba mpaka mimi nimefika hapa kuna watu wamechangia mimi kufika hapa. Serikali imekuwa na mchango wake, familia yangu imekuwa na mchango wake, jamii nzima ninayoishi lakini ya Kitanzania imekuwa na mchango wake mimi kufika hapa. Kwa hiyo sisi tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba hizi ndoto za vijana wetu zinatimia, na tunawapa nyenzo stahili, nyenzo ambazo zitawasaidia kutimiza ndoto zao. Moja ya nyenzo ni hii, kujifunza, kujiendeleza kielimu, kuwa na skills mbalimbali ambazo zitawasaidia kukabiliana na dunia ya sasa. Majina naitwa Grace Herald Kilawe, ni mwanafunzi wa chuo cha Muhimbili katika kozi ya Laboratory Medical Science. Kwanza namshukuru Mungu kwa kuwepo siku ya leo hapa. Pia kwanza kuelezea shule yangu, nimesoma shule ya Joketi. Kwa hiyo Joketi ni shule ambayo ilianzishwa under uongozi wa Madam Joketi Kidoti, ambapo ndo alikuwa kama msimamizi na mtu ambaye alianzisha shule yetu kuanzishwa. Kwa katika vitu ambavyo najivunia ni kuwepo kusoma katika hiyo shule ya Joketi, sababu Joketi ni shule ambayo wanafunzi wanakuwa exposed katika mambo mbalimbali. Kwa na mimi hata nisingesoma Joketi hapa nisingekuwepo. Kwa Joketi ni shule nzuri sana, pia ina walimu ambao ni wabobezi under uongozi wa mkuu wetu wa shule, ni mkuu ambaye anatuongoza katika njia ipasayo. Kama tunashauri wadogo zangu, ugumu wa jambo ni jinsi ambavyo unachukulia jambo. Kwa hiyo masomo ya sayansi sio magumu, sababu wapo ambao waliweza na wapo ambao walishindwa. Je, unajifunza kupitia aliyeshindwa au aliyeweza? Kwa ili ufanikiwe ndio kujifunza kwa wale ambao wameweza. Kwa kujifunza kwa wale ambao wameweza kusoma na bidii, wakisoma kwa bidii
wakiwa na discipline lazima watafanikiwa katika masomo yao. Majina naitwa Rahma Shomari kutoka Jokate Mwegelo Secondary School, kidato cha 5, mchepua PCB. Kwa kweli ningependa kumshukuru Mungu kwa siku ya leo, nimefanikiwa kufika katika taasisi ya mama yetu pendwa STEM Park. Kwa kweli alipokuwa anakuja kule shuleni kwetu, alikuwa anatuambia tu kwamba kuna taasisi nitawakaribisha wanangu, kila siku anatuambia, ila leo katimiza ahadi yake. Tumefika hapa na tumefurahi sana kufika hapa. Nimejifunza vingi sana kwa kweli. Sayansi inahitaji vitu vingi vya kufanya kwa vitendo. Kwa hivyo shuleni nilikuwa tunasoma hivyo, hamna practicals, ndani vitendo. Kwa kama hapa nimefanikiwa kuona. Kwa mfano physics nimeona kwamba wave, yale mawimbi yanaenda kwa mstari mnyoofu hivi bila kutumia umeme wowote. Pia biology nimejifunza mfumo wa uzazi na nimeona kabisa vile jinsi gani mtoto anakaa hapa na hapa. Kwa hiyo kitu hivyo inaleta uelewa zaidi. Kwa kama mwanafunzi wenzenu au kama ningependa kuwakaribisha hapa na kujenga mfumo mzuri wa elimu kwa kupitia hiyo. Pia ningependa kumshukuru mama yetu mpendwa Jokate kwa kutupa fursa hii na Mungu ambariki sana. Asante. Kwa majina naitwa Swaumu Muhammad Hussein, ni mwanafunzi wa Muhimbili University katika kozi ya Doctor of Dental Surgery. Pia mimi nimemaliza form 6 mwaka 2023 katika shule ya sekondari Jokate. For real, yani tunapenda kwanza kumshukuru Sister Jokate kwa sababu yeye ndo alikuwa ni founder wa hiyo shule. Maybe tusingesoma ile shule, lakini ameweza kuwainua wadada wengi. Tumetoka kwenye ile shule, tumefaulu, sasa hivi tupo tunaishi katika ndoto zetu. Kwa hiyo tunapenda kumshukuru hivyo. Pia tunapenda kuwashukuru pia na walimu wetu kwa sababu walitulea mpaka tunafika hapa. It means kwamba ulezi wao mzuri, kutufunza, kutuelekeza katika sehemu ambazo zilitusababisha leo tunafika hapa, ndio ambazo zimetusababisha sisi mpaka leo tupo hapa tunajumuika na wenzetu. Kuna wanafunzi wenzetu ambao wamekuja hapa, so tunapenda kumshukuru Sister Jokate. Pia tunapenda kuwashukuru uongozi wa shule na watu wote ambao wamejumuika hapa.